Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ndugu zangu, leo tena tunakwenda kuendelea na kisa chetu, kisa ambacho leo tunakwenda kuendelea sehemu nambari 6 au sehemu ya 6. Lakini kisa hichi tulikuwa tumekwisha kianza tangu mwanzo kwenye namba 1 na hivi leo tupo katika namba 6. Na kisa chenyewe kinasema, nilisoma aya hii kwa siku 7 tu, Mwenyezi Mungu akabadilisha maisha yangu. Hicho ndicho kisa ambacho tunakwenda kuendelea nacho katika siku hii ya leo. Sehemu ya 6 katika kisa hichi ni pale ambapo sehemu ya 5 tulikuwa tumeishia pale ambapo Zaidi kaanza kuona matumaini makubwa sana. Lakini nataka niwaambie kitu kimoja, ifahamike wazi ya kwamba kisa ambacho tunacho kwenda nacho ni kijana Zaid ambaye alikuwa amehangaika sana katika maisha yake, ametaabika sana, amehaso sana, amepitia maisha magumu sana. Lakini alikuwa ni mmoja kati ya wasikilizaji wa vipindi vyetu vya Turiyu TV. Walillahi alhamdu, Mwenyezi Mungu akaamua kumbadilishia maisha yake kidogo kidogo, kwa yeye mwenyewe kuamua kufanya maamuzi sahihi ya kumrejea Mola wake. Hivyo Zaidi aliporejea kwa Mola wake na kuweza kuisoma aya aliyeitumia, nayo si nyingine inayosema, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ukitaka kujua zaidi na zaidi aya alianzaje na nini sababu ya kuanza kuisoma aya hii, anzia katika sehemu namba 1 mpaka kuja kufikia hapa, utakuwa umeelewa kisa chote kwa pamoja kwa ujumla wake. Lakini moja kwa moja zaidi katika sehemu ya 5 tumefikia sehemu ambapo mambo yameanza kukaa vizuri, lakini amekuwa ni mtu ambaye ameanza kubadilika maisha yake kidogo kidogo. Sasa leo tunakwenda kuendelea na siku ya 7 ya Zaidi katika masiku yake ya kuendelea kusoma dua. Aidha leo katika siku ya leo, siku ya 7 ilifika, Zaidi hakujua dunia yake yote itabadilika leo. Yaani hakujua kwamba leo ndio siku ya kubadilisha kila kitu katika maisha yake. Lakini kila kitu kinabadilika katika maisha yake kupitia nini? Kila kitu hubadilika katika maisha yake kupitia aya moja tu ndani ya Qur'ani, aya ambayo alidili nayo kwa muda wa siku 7. Mungu akaamua kubadilisha maisha yake. Sasa leo tunakwenda, Zaidi hajui leo kwamba ndio kila kitu kinakwenda kuwa sawa. Lakini moyo wake ulikuwa tayari kwa baraka kubwa zaidi kuliko aliyowahi kuifikiria. Moyo wa Zaidi. Sasa basi, tukio la siku ya 7 lilivyoonekana ni kwamba baada ya siku 6 za subira, dua na kuisoma aya ile kwa muda wa siku zote 6, muujiza wa wazi kabisa, fursa kubwa ya kazi, miradi ilifunguliwa ghafla. Mashirika makubwa yalimuona na kumsaidia. Riziki ilikuja kutoka mahali asipopatarajia. Baraka za familia na jamii, majirani na rafiki zake walimshukuru kwa staili hiyo, kwa sababu alikuwa ndiyo chachu ya msaada kwa watu wote, mpaka majirani, ndugu, jamaa na marafiki na familia yake wote ikafikia hatua ikawa wanategemea msaada kutoka kwa Zaidi. Uhusiano wa familia ulirejea na kuwa wa amani kabisa. Maana kawaida maisha yakiwa magumu,
hali ikiharibika, hata amani inakuwa sio salama katika nyumba. Pesa haipatikani, hata amani inakuwa haikai vizuri. Lakini mambo yalivyobadilika, kila kitu kikarekebishika, walillahi alhamdu, amani sasa ikaanza kushika mkondo wake. Amani ikasimama katika mkondo wake. Watu walimshangilia kwa furaha ya kweli. Mabadiliko ya moyo na maisha, haya yote yalitokea. Zaidi alijua kuwa subra, Qur'ani, dua ni mchanganyiko wa nguvu kubwa sana. Alianza kuona maisha kwa mwanga mpya. Yaani maisha kaanza kuyaona kwa mwanga mpya kabisa. Hakuna huzuni tena iliyobaki katika maisha yake. Kila hatua aliyochukua kwa unyenyekevu sasa inaonekana na matokeo halisi kabisa, yasiyokuwa na shida wala mashaka. Kwa sababu zaidi alikuwa anafanya dua kwa unyenyekevu wa hali ya juu sana. Na hicho ndicho watu ambacho tunafundishwa. Tunaambiwa fanya dua wakati unamuomba Mungu, hembu lete hisia kaannaka tarahu. Jione kama unamuona Mungu wakati unamuomba. Yani ndio huyu hapa sasa namueleza shida zangu, huku unafanya unyenyekevu wa hali ya juu, unalia, unajikurubisha mbele ya Mola wako. Ndicho alichokuwa akikifanya zaidi alijitahidi kuonesha unyenyekevu mbele ya Mola wake aliyemuumba. Na wakati anamuomba ndio pale Mtume anasema kaannaka tarahu, kana kwamba unamuona Mungu. Tena Mtume akasema fa in lam takun tarahu, ikiwa hisia zako unavozileta katika unyenyekevu wako wa kumuomba Mungu zinakataa kwamba humuoni Mungu na hisia zinakataa, basi vuta hisia namna ya pili, fa innahu yaraka. Yani lete hisia kwamba sasa ninachokifanya Mungu yuko pamoja nami na ananiona na anapokea kile ambacho ninachokifanya mbele yake. Kwa hali kama hiyo, walillahi alhamdu, na kuhakikishia mipango itafunguka na kila kitu kitakwenda kubadilika na maisha yatabadilika. Na hicho ndicho alichokitumia zaidi kwa unyenyekevu wa hali ya juu sana. Sasa zile tafakuri za zaidi alijua aya ya Qur'ani si maneno tu, ni mwanga wa maisha. Sasa haya mambo sio zaidi tu peke yake. Mimi na wewe na yoyote yule anatakiwa ajue kwamba aya za Qur'ani sio maneno tu kama tunavyoyaona, bali ni mwanga wa maisha ya mtu yoyote. Kwa hiyo yoyote akizitumia aya za Qur'ani ipasavyo, basi atambue ameanza kuingia katika ufunguzi mwema wa maisha yake. Subra na dua zinafanya kazi kwa hakika, na kwa muda mzuri hufanyika hizi kazi, subra na dua, kwa hakika kabisa na kwa muda unaostahiki. Sasa muujiza mdogo wa awali sasa umekuwa muujiza mkubwa wa kweli, kwa sababu zaidi alianza na muujiza mdogo sana, lakini mbele zaidi ya hapo akajikuta ameingia katika miujiza mikubwa sana. Na hivi ndivyo Mwenyezi Mungu huwapa waja wake vipao vilivyokuwa vyema. Mungu anaanza kukupa kidogo kidogo. Usipojitambua na ukahisi Mungu hakupi, basi wallahi utakuwa umefeli pakubwa sana. Watu wengi wakiomba huwa wanatamani waanze kupata mtu apate milioni 200 hapo hapo. Sio kweli. Si kweli. Hata unapoumbwa ulizaliwa
ulianza kukua kidogo kidogo, haukukua tu mara moja ukaanza maisha. Ulipitia stage nyingi mpaka kufika hapo ulipofika. Hata unaposoma shule unaanza darasa la kwanza, la pili, mpaka unafika la 7 kikwetu kitanzania. Ukitoka hapo form 1, huwezi ukaanza na form 4 wakati form 1 hujaanza. Ukitoka hapo ndo unakwenda 5 na 6. Huwezi ukatoka form 1 ukaenda 5 wakati form 4 hujamaliza. Kwa hiyo kila kitu kinakuja stage by stage. Na hata mafanikio ndivyo yanavyokuja, yanakuja kidogo kidogo. Usitegemee kwamba utaomba alafu Mungu akufungulia haraka kweli kweli vup kama mvua inavyonyesha kwa pamoja. Sio sahihi hicho kitu. Utapata kidogo kidogo mpaka kufikia kile kiwango. Kinachostahiki na kinachojiri tu ni kwamba usiache kumuomba Allah Jalla fi'ala. Hakika kila kitu kilikuwa kinabaki nyuma, lakini sasa maisha yake yamefunguliwa kwa mwanga wa ajabu huyu Zaid, na baraka zisizo na kikomo. Zaidi sasa anaingia kwenye maisha ambayo hayajulikani lini yatakuja kuisha. Anaanza kupata pesa, mashallah, Mungu anamfungulia. Ukitazama mfumo wa mambo aliyoyaingia, unaona kabisa hata kikomo hayana. Zaidi anaingia katika maisha mazuri kabisa yasiyokuwa na mfano katika yeye na familia yake. Sasa hebu twende tukamuone Zaidi. Sasa anaishi maisha yenye furaha, utulivu na baraka yenye amsha ya imani na shukrani. Kila siku ni kumbukumbu ya subra. Kila siku yeye huwa na kumbukumbu ya subra, Qur'ani pamoja na dua. Katika maisha yake Zaidi, kila wakati yeye huwa anakumbuka subra ndio kila kitu katika maisha. Qur'ani ndio kila kitu katika maisha. Dua ndio kila kitu katika maisha. Sasa hivyo ndivyo aya moja kusoma kwa unyenyekevu na subra ya siku 7 inaweza kubadilisha maisha ya mtu kwa njia isiyotarajiwa. Na sasa hali kwa Zaidi inakwenda kuwa salama na vizuri kabisa. Na wewe sasa unayenisikiliza wakati huu, muda huu sasa ni wakati wako kuanza safari yako. Nawe unatakiwa upambane kuianza safari kama alivyokuwa ameifanya safari Zaidi. Je, kama ungekuwa Zaidi, ungeanza leo kusoma aya hiyo? Hebu andika maoni yako chini na usisahau kushiriki kisa hiki na familia na marafiki wenzako. Waonyeshe, wafanyie share ili wapate kukiona. Na pia usisahau kwenda katika sehemu nambari 7, ambayo sehemu hii namba 7 ni kisa ambacho kina makubwa zaidi ambayo tunayokwenda kumalizia. Lakini wakati huo huo, episodi hii ya 6 tumetoka, tunakwenda katika episodi ya 7. Ila tu nataka nikukumbushe jambo. Kuna jambo muhimu ambapo tumefungua grupu letu jipya, na grupu hili linahitaji watu waweze kujiunga katika grupu hilo. Na grupu hili linafundisha masuala ya dua, masuala ya nyota, tafsiri za ndoto na mambo mengi sana kama haya. Na grupu hili ni grupu la WhatsApp, na ukitaka kuingizwa basi utasema tu kwenye namba hii unayoiona, utaitafuta WhatsApp, utasema ustadh, mimi naitwa fulani fulani kutoka sehemu fulani, ninaomba na mimi niungwe katika grupu hilo ili nipate faida. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, endapo utahitaji kile kitabu, walillahi alhamdu, tunacho kitabu ambacho ni kizuri kabisa, na hichi kitabu tumeamua kukitengeneza vizuri ipasavyo. Kitabu cha majina 30 ya Mungu, walillahi alasmaul husna
fad'u lahu, Mwenyezi Mungu ana majina yake mazuri, basi muombeni kupitia majina hayo. Sasa kitabu hichi ni kitabu chenye majina 30. Kila jina moja lina uzito wake, limeshushwa wapi na linasomwa mara ngapi, kwa idadi ya aina gani. Lakini pia jina hilo hilo ni jina ambalo linadili na kitu gani au linashughulika na nini. Kwa hiyo hicho ndicho kitabu chetu ambacho tunacho. Kwa yoyote ambaye anatamani kukipata kitabu hicho, basi yeye atuambie tu kwamba nahitaji kitabu hicho, atatumiwa kwa njia ya PDF, na kitabu hichi utakitolea sadaka ya shilingi 15,000. Sadaka hii itakuwa ni kwa sababu ya kuweza kuboresha tu chaneli yetu, kuilinda chaneli yetu. Kwa hiyo kitabu hichi kina sadaka kidogo 15,000. Lakini pia mwisho kabisa tunayo mafuta yetu ya nywele, ambayo haya ni Turiyu oili, mafuta mazuri kabisa ambayo kazi yake ni kurefusha nywele, kuzifanya nywele ziwe nene, kuzifanya nywele ziwe laini, kuzifanya nywele ziwe na muonekano mzuri kabisa. Lakini mafuta haya huenda kurefusha hata ndevu, kuzifanya ziwe laini, zisikatike na kuwa na muonekano mzuri kabisa. Ni mafuta mazuri kabisa ambayo yameletwa kitaalamu kwa uhakika wa hali za juu kabisa, na popote pale ulipo uwezekano wa kuweza kutumiwa upo. Kwa hiyo pia uje kupitia namba hii unaweza ukatupata, na kisha tukakuelekeza namna gani utapata. Namba hii unayoiona hapa chini. Mwisho kabisa pia tunawakumbusha wadau wetu ambao wamekuwa wakituunga mkono kila siku, basi usiache kusubscribe, usiache kushare, ili mradi uendelee kupata faida za kila siku katika maudhui zetu. Mwisho kabisa kwa kumalizia niseme, ulikuwa nami ndugu yako al-akh Ustadh Muhammad Kundia At-Turiyu al-maarufu Anko K. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.